Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili mosi, siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema 6 wafariki basi likigonga shimo na kupinduka. Watu 6 wafariki basi likigonga shimo na kupinduka. Lakini utata mauaji ya mwalimu mkuu shambani kwake. Utata mauaji ya mwalimu mkuu shambani kwake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, na habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni mauzauza wavuvi ziwani na baharini. Mauzauza wavuvi ziwani na baharini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Chadema yashirikiana na ACT kumzika Bwege. Chadema yashirikiana na ACT kumzika Bwege. Na Mwigulu amzika Lukuvi akibaini madudu Iringa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari inayosema polisi waanza kukamata taa za mwanga mkali. Hiyo ni habari ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema polisi waanza kukamata taa za mwanga mkali baada ya ripoti ya CAG. Sababu za hasara kujirudia zatajwa. Baada ya ripoti ya CAG, sababu za hasara kujirudia zatajwa. Na safari ya Lukuvi ilivyohitimishwa, BOT yasitisha kuuza akiba ya dhahabu. BOT yasitisha kuuza akiba ya dhahabu. Na ajali ya basi ya ua 6 Singida, 55 wajeruhiwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo, lenye linaanza na habari inayosema mamia wamzika mbunge wa zamani Bwege. Na lakini Watanzania waelezwe ukweli umuhimu tume ya Jaji Chande. Na buriani Lukuvi ndo habari inaandikwa kwenye gazeti lako la Habari Leo. Mamia wamzika Mwigulu, Pinda wamsifu kuacha alama. Mamia wamzika Mwigulu, Pinda wamsifu kuacha alama. Na Wasira Makinda wasema maisha yake mfano wa kuigwa. Na Tanzania yavuna bilioni 497 mazao ya viungo. Lakini ukumbi wa Karimjee kutunza nyaraka za muungano. Ukumbi wa Karimjee kutunza nyaraka za muungano. Shule ya uongozi ya shauri maridhiano kuijenga nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira, lenye linaanza na habari inayosema wafanyabiashara Tunduma wakabiliwa na mashaka 6. Ni mashaka gani? Basi pata gazeti lako la Majira kwa habari kwa kina. Lakini mbinu 5 za kukabiliana nao na uchovu. Na Samia, taasisi zinazofanya vibaya ziandikwe hadharani. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asema taasisi zinazofanya vibaya ziandikwe hadharani. Lakini wizara ya madini yapeleka tabasamu kwa yatima. 6 wafariki ajalini, 55 wajeruhiwa. Lakini kampuni ya kigeni yataka sera za kulinda wazalishaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika maudhui ya utangazaji yana mchango ujenzi wa jamii. Huyo ni Dr. Pembe. Lakini Hemedi adhihishwa maandalizi uzinduzi mbio za mwenge wa uhuru. Hemedi aridhishwa maandalizi uzinduzi mbio za mwenge wa uhuru. Na Dr. Mwigulu ahitimisha safari ya mwisho ya Lukuvi. Lakini kimataifa, Ukraini yalipiza kisasi kwa Urusi ya shambulia bandari. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika serikali yaongeza msisitizo kudhibiti usugu vimelea dhidi ya dawa. Lakini TRA wapambana na agizo la Rais Samia. Na Mwigulu aongoza maziko ya Lukuvi Idodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika tahadhari ya saratani kwa wanywaji wa chai. Tahadhari ya saratani kwa wanywaji wa chai. Na Dr. Mwigulu awawashia taa nyekundu Iringa. Serikali kuenzi mema ya Lukuvi. Lakini basi la abiria la ua 6 kujeruhi
55 Singida na kupita Honuzi sasa kwa malipo. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini bado kuna habari inayosema Profesa Wangwe, amani inavutia wawekezaji. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako Uzalendo Kwanza, linaandika maneno ya Lukuvi yatimia, aliwahakikishia viwana Isimani ataliongoza jimbo hilo hadi atakapoaga dunia. Lakini REA waweka mikakati kukamilisha upatikanaji wa umeme vijijini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika asubuhi ya leo serikali yatangaza fursa za ajira 300 za wauguzi Saudi Arabia. Lakini naibu waziri Wanu asisitiza matumizi ya teknolojia. Huyo ni Wanu ahimiza matumizi ya teknolojia. Na Wasira hawananga mawaziri watosa majimbo. Wasira hawananga mawaziri watosa majimbo. Lakini Benjamin Mkapa kusaka bilioni 7 matibabu ya figo kwa wagonjwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenyewe kurasa mbele inaandika Buriani Lukuvi, waziri mkuu asema atakumbukwa kwa mengi. Buriani Lukuvi, waziri mkuu asema atakumbukwa kwa mengi. Lakini kuna habari inayosema katibu wa chama Chadema ajitenga na chama hicho. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo, unasema katibu wa Chadema Tanga ajitenga na chama hicho. Lakini kimataifa, vita vya Irani na Israeli, mvutano waongezeka, diplomasia ya sukumwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, inaandika fursa 300 za ajira ya wauguzi Saudi Arabia zatangazwa na serikali. Lakini Lukuvi atakumbukwa kwa mengi. Huyo ni waziri mkuu asema Lukuvi atakumbukwa kwa mengi. Na TARURA yatekeleza ujenzi wa kilomita 65 barabara za lami Ilala kupitia DMDP2. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako Raia Mwema, muungwana ni kitendo, linaandika Lukuvi avuruga baraza la mawaziri, panga pangua wakati wowote kuanzia sasa. Lakini uzalishaji wa umeme kuinua pato nchini, usifurahie kifo cha yoyote. Lakini maumivu mataikuni waanza kuficha mafuta kusubiri bei mpya. Lakini kamishna TRA atia mguu hofu ya tanda kupanda gharama za maisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mwema. Lakini kuna habari inasema TCL sikio la kufa. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini tukianza kuangazia kwenye kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tunaanza kuangazia gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo, naandika Singida na Azam mechi ya kibabe. Lakini nyota Yanga mzuka umepanda, Yanga Simba warudi mazoezini. Yanga Simba warudi mazoezini. Lakini Oregrugui atajwa kufundisha Ghana. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo kuna michezo linaandika maneno muhimu ya uwekezaji wa maana kwenye maisha. Lakini serikali yafunguka ujenzi wa uwanja wa Arusha, Msigo wa subirini, kila kitu kitawekwa hadharani. Lakini Baka anamisi jobu Yanga, Jeruti aweka hadharani ramani ya uwanja wa Simba Sport Club. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika Msigo wa ongezeko la fedha uwanja wa Arusha ni takwa la kafu. Lakini nyota Tanzania ajifunza maandalizi kombe la dunia. Yanga Simba mawindoni ligi kuu. Ibenge ushindi dhidi ya Singida ni muhimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika wachezaji wa Yanga wasema Simba ina wachezaji bora. Lakini msemaji wa serikali yafafanua gharama za ujenzi wa uwanja Arusha. Na wachezaji wa Azam wamerejea haraka kuwakabili Singida Black Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika Ghana ya mtimua kocha wake, viwanja mazoezi sababu nyota ligi kuu kuteswa na majeraha ya enka na goti. Lakini kocha Pedro aichambua Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Huku Tanzania Tanzania leo linaandika Shime akoshwa na maandalizi ya Serengeti Girls. Lakini Ghana yashtua
kumtimua Ado. Lakini mji wa AFCON Zanzibar kupelekwa umeme maalum. Ni rasmi Jobu out Yanga. Singida Black Stars yaanza mwisho wa ubishi ni leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Hiyo ni Singida Black Stars ya Azam mwisho wa ubishi ni leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo naandika Simba dibani kesho kuwavaa Coastal Union. Lakini Azam yataja mbinu kuikabili Singida. Na mabingwa Asma Mwinyi New Generation wapatikana. Lakini kimataifa Bayern Munich yataka kumsajili Salah. Na gazeti lako la Majira linaandika Azam Singida Black Stars mechi ya kibabe leo. Lakini BMT wadau wateta kuhusu uboreshaji wa viwanja nchini. Msigo wa gharama za uwanja AFCON ya Arusha zimeongezeka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huu gazeti lako la Habari Leo linaandika balozi AFCON 2027 chachu ya diplomasia ya uchumi. Lakini Azam Singida kuvaana leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika habari inasema Singida na Azam FC ni bato ya nafasi. Ishu ya uwanja yaibua haya. Lakini Pedro Goncalves Yanga kuna shida. Aitaja presha amgusia Amorim. Lakini utawala wa Maema Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kuna habari inayosema Mvela aisafisha Yanga usajili wa Damalo. Asema hakuna sehemu mabingwa hao watetezi wamekosea. Singida Azam mechi ya hadhi ya kafu leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.